Kazi hii ambayo iko mbele yetu ni moja kati ya changamoto kubwa sana Zanzibar, ambazo kila mmoja wetu anajua kadhia ambayo tunaipata Zanzibar kwenye changamoto hii ya nishati ya umeme. Maamuzi haya hayakuwa rahisi sana wala hayakuwa ya kawaida. Yalikuwa ni maamuzi ambayo yalilenga kuondosha tatizo la umeme Zanzibar, lakini yalilenga pia kuimarisha uwekezaji Zanzibar, yalilenga pia kujenga uchumi imara ambayo tukiamini kwamba wawekezaji wengi sana wakubwa, jambo la kwanza wangehitaji nishati ya umeme. Pahala popote ambapo hapana uhakika wa umeme, mwekezaji mkubwa hawezi kuja kuwekeza. Lakini leo tuna miradi mikubwa. Angalieni kwa mfano mradi wa bandari jumuishi ya Fumba ni mradi mkubwa sana, ambao bandari jumuishi ya Mangapwani ikikamilika itakuwa ndio bandari kubwa Afrika. Lakini bandari ya Mpigaduri nayo ndio itakuwa bandari kubwa ambayo itakuwa inaweza kupokea vitu tofauti ndani ya Afrika Mashariki, lakini ndani ya Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo miradi hii mikubwa, meona Terminal 3 pale uwanja wa ndege wa kimataifa, lakini tunajiandaa na kwenda kwenye Terminal 4. Lakini miradi kama hii Pemba, uwanja wa ndege wa kimataifa unaendelea, na maeneo mengine mengi. Nimetaja tu baadhi ya miradi ambayo yote hayo inahitaji nishati ya umeme kwa ukubwa wake. Kwa hiyo maamuzi haya yalikuwa ni maamuzi sahihi na ni maamuzi ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia kufanya maendeleo endelevu kama ilani ya Chama cha Mapinduzi ilivyoelekeza. Kwanza niwapongeze wakandarasi wetu hawa wa C1 kwa kufikia asilimia zaidi ya 75. Kwa kweli tunawashukuru. Wanaendelea kufanya kazi nzuri, na jana niliwaambia kazi hii naamini wataikamilisha kwa wakati kama ambavyo wamejipangia. Nawapongeza kwa sababu unaposaini mkataba na serikali halafu ukaendana na mkataba ulivyo, maana yake unatushawishi serikali kwamba hata ikitokea kazi nyingine basi turidhie kwamba mkandarasi huyu tunaweza kufanya kazi naye serikali. Lakini nimesikitishwa sana, na kwa kweli ni jambo ambalo halijanifurahisha, yule mkandarasi mwingine wale ZTT. Hawa watu mapema tu serikali iliona kwamba kuna changamoto na ikashauri kwa wenzetu wa World Bank. Mwakilishi wa World Bank yuko hapa? Hakuja. Sasa mimi nadhani nimpeleke salamu kwamba sisi pamoja na kwamba wanatusaidia, lakini si vyema wakaleta wakandarasi ambao hawana viwango. Kadhia hii ilionekana mapema, serikali ikashauri, lakini bado wakaamua kumrejesha mkandarasi yule yule. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, maelekezo yangu kwenye hili, wale wakandarasi mkae nao, halafu mtafute namna bora ya mradi huu kukamilika kwa haraka iwezekanavyo. Baada ya hatua hiyo, sisi serikali tutaangalia uwezekano, pia umetoa rai nzuri ya kuzungumza na balozi wao kwamba hii kampuni sisi hatupaswi wala hatuhitaji kufanya nayo kazi tena hapa Zanzibar kwa namna yoyote. Na ingekuwa tumewapa kazi sisi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, leo hapa ndo ingekuwa mwisho wa kampuni hii kufanya kazi. Wasingeingia tena site pahala popote. Lakini kwa sababu mkataba huu ni wa World Bank na kule kuna masharti yake, naomba sana tufuate utaratibu. Zile taratibu tuzifuate ili tusije tukakiuka yale matakwa ya World Bank, lakini pia tuoneshe kutokuridhishwa na kampuni hii. Maana tusiposema baadaye kuna miradi mingi ambayo inadhaminiwa na World Bank hapa, inafadhiliwa na World Bank, kesho yake watatuletea mkandarasi huyu tuambie kwamba kwa Zanzibar akimaliza kazi hii hata ingia tena kufanya kazi. Otherwise commitment ya balozi wao ama nchi yao ingie kwa utaratibu mwingine ambao utaeleweka. Kwa hiyo tuseme kabisa hatukuridhishwa na maendeleo ya kazi ambayo inafanywa na hawa ZTT. Zitafutwe taratibu ambazo hatutakiuka yale matakwa ya World Bank, na wao tuandikie rasmi kwamba performance ya huyu mkandarasi kwa kweli haikubaliki. Tunakusudia kabisa mwezi wa 9 ama mwezi wa 8 mwishoni wakikabidhi mradi huu, sisi tuendelee na hatua nyingine ya upatikanaji wa umeme. Lakini hatutaweza kwa sababu bila wao kukamilisha
huu mradi hata ukikamilika umeme hautaweza kutumika kama ilivyokusudiwa. Sasa nadhani hili Mheshimiwa Waziri tuendelee kulifuatilia kwa ukaribu kabisa, lakini kwa kuangalia taratibu na sheria zetu ili tusije tukakiuka yale matakwa, badala ya kwamba yeye amekosea alafu tukaja tukakosea sisi.